Ndugu yangu Mlokozi, katibu wa chama cha wafugaji, yeye anasema maeneo yanaporwa na wageni. Sasa hili la wageni nitaenda kushtaki kwa Bashungwa, maana ndio kazi tumempa, sio kazi rahisi, lakini wageni lazima wakae kwao na wakitaka kuja kwetu waje kwa utaratibu. Hawawezi kuvamia tu, wavamie. Na nyinyi mwenzetu hapa Kasesa alikuwa amewaonya, na mimi nataka kurudia kuambia viongozi wetu wa vijiji na vitongoji, msiwakaribishe. Msiwakaribishe. Hatuwazuii kuja kwetu, lakini waje kwa kufuata nini? Utaratibu. Mkiwaruhusu wakaingia, wakajenga nyumba tena za kudumu, siku ya kuwatoa itakuwa vita. Watasema kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, kumbe kuna vita ya wageni na Watanzania walionyang'anywa ardhi. Niwaambie, kama kuna jambo gumu kabisa duniani ni ardhi. Mkiruhusu ardhi yenu ikaingiliwa, mnasema ni kubwa na huku mnazara namna hii. Watu wanaongezeka kwa 3% kwa mwaka. Tulikuwa 8 tunajitawala, leo tuko 63 milioni. Hawa ni watu wengi wanaongezeka, lakini ardhi inabaki ile ile. Kwa hiyo msisherehekee jambo hili. Sisi tuliwapeni mamlaka ya kusimamia, hakikisheni wageni hawa wapewi ardhi na hawaingii bila utaratibu. Ndio tunawaambia kabisa, hatuna ugomvi na kule wanakotoka, sisi ni marafiki zetu. Lakini na sisi nao tukitoka hapa Karagwe tukahamia kule utaratibu, na sisi watatufukuza, au sio? Tena kule watatufukuza haraka, maana wako wengi na ardhi ya wao ni ndogo. Ile ni nchi ya watu 12 milioni, lakini ukubwa wake ni Kagera, mkoa wa Kagera ni mkubwa kuliko ile nchi. Kwa hiyo kuna matatizo hayo lazima tuyakemee, na kwa kweli kwa sababu iko wizara inayoshughulika na kazi, tutaenda kuiomba na kuiambia iangalie sana jambo hili. Na wengine wakija wageni, mnawakaribisha vizuri. Wakiona mambo hayaendi vizuri, wanasema sisi tunaomba kuwa wanachama wa CCM. Lakini wanachama wa CCM ni wa raia wa Tanzania. Huwezi kuwa wanachama wa CCM na wewe sio raia wa hapa. Wewe unataka kuumisha, utachukua chama chetu alafu utakifanya kiwe na tabia kama za kulikotoka.